leo tulikuwa tumekuja hapa Karema kwa kazi moja tu, kutembelea na kuona mradi wa ujenzi wa meli 4 za mizigo unaofanywa na kampuni ya Gold Voyage Logistics, ambao meli hizi 4 wanazozijenga zitakuwa zikifanya kazi katika ziwa letu Tanganyika. Meli hizi 4 ambazo zimeanza kujengwa tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2025 zinakusudiwa kukamilika ndani ya miaka 2. Na kwa maelezo walikuwa wanafanya presentation pale, wametuambia mwakani by mwezi wa 7 zitakuwa zimekamilika. Hawa wenzetu wameamua kuja kujenga meli 4 kwa mkupuo zenye uwezo wa kubeba tani 2000. Sisi sote tunafahamu umuhimu wa ziwa Tanganyika, na kimekuwa ni kilio kikubwa kwa muda mrefu sana kwa wananchi wa Tanzania wakiongozwa na wabunge wa mikoa hii mitatu, kwamba lazima ifike mahali Tanzania kama nchi itambue potential ya uwepo wa ziwa hili kwenye eneo letu. Kwa mnao kufuatilia na kukumbuka, katika ziwa Tanganyika sisi kama Tanzania tuna 41%, wa Kongo wana 45%, wa Zambia wana 6%, na Burundi ina 8%. Lakini wote hao sisi ndio feeder mkubwa wao. Yaani bidhaa, yani sisi tuko connected na bahari. Lazima bidhaa zitoke wapi? Baharini, zije hapa ndo ziende kwao. Kama ni madini yatoke kwao, ende kwetu, ende duniani. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo tupo katika eneo ambalo la kimkakati katika kujenga uchumi wa ukanda huu wote. Tutawekeza takriban bilioni 120 kujenga bandari zetu karibu zote kwenye ukanda huu. Kuanzia bandari ya Kabwe, bandari ya Kasanga, bandari hii ya Karema, bandari ya Kigoma, na hivi tena tunakwenda kuwekeza takriban dola milioni 22 kwa ajili ya kujenga jengo la abiria pale Kigoma. Hii sasa inamaanisha nini? Miundombinu hii yote hata ingekamilika, kama haifanyi kazi itakuwa haisaidii. Tunajenga bandari ya Dar es Salaam, maboresho mbalimbali yanaendelea kufanyika kwa zaidi ya dola milioni 421. Tanga zaidi ya bilioni 429. Ukienda Mtwara takriban bilioni 157. Kwa unaweza kaona Daktari Samia Suluhu Hassan alivyoamua kujenga bandari karibu zote kwenye bahari kuu na kwenye maziwa. Hapa nimezungumzia kwenye ziwa Tanganyika. Lakini kule kwenye reli tumepitisha sheria ya open access. Yaani baada ya kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya reli, wananchi au wawekezaji wa ndani na nje ya nchi wanaruhusiwa kuleta mabehewa au vichwa vya treni kwa ajili ya kuendesha. Hii ni habari njema sana ambayo kimsingi waheshimiwa wabunge ninawashukuru kwa kutambua na kuthamini. Kwanza, diplomasia ya uchumi ya rais wetu, mahusiano yake mazuri. Nchi ziko 4 wangeweza kujenga meli hii, wangechagua pengine bandari moja wapo wangejenga meli hizo, wamechagua Tanzania. Lakini 2, hawa wenzetu wangeweza kupitishia mizigo wao kwenye bandari zingine, wamechagua kupitishia kwenye bandari ya Dar es Salaam. Maana yake ni nini? Diplomasia yetu ya kiuchumi inayoongozwa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya vizuri kwenye nchi yetu. Tunaendelea kumpongeza na kumshukuru kiongozi wetu huyu kwa kazi hii kubwa ambayo anaifanya. Lakini kama mnavyofahamu, wenzetu wa ziwa Tanganyika, serikali haikuishia kufanya kazi hii tu kwenye meli. Ninyi ni mashahidi, tunaboresha uwanja wetu wa Rukwa pale Sumbawanga, tunaboresha uwanja wetu hapa Mpanda, kwa jengo la abiria limeshakamilika, runway ilishakamilika tayari. Tunafanya maboresho makubwa kwenye uwanja wa ndege wa Kigoma. Kwa miundombinu yote ya baharini, kwa maana meli, kwa maana bandari, viwanja vya ndege, vyote vinakwenda vizuri. Na kama haitoshi, bado serikali kuonyesha inavyojali na kuthamini umuhimu wa ziwa Tanganyika. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, tumeshaanza ukarabati wa reli kutoka Kaliua mpaka Mpanda, ambapo takriban bilioni 379 zinakwenda kukarabati kilomita 210. Na kama haitoshi, katika mwaka wa fedha 2025/26 tunaanza maandalizi ya kujenga reli ya mita gauge kutoka Mpanda mpaka hapa Karema. Sasa unaweza kaona ukijumlisha fedha zote ambazo nimezieleza zinavuka trilioni 1. Zinakwenda kwenye eneo moja. Hii ni habari njema, ni jambo la kumshukuru rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na kumtia moyo, kwa sababu ameamua kuifanya sasa ziwa Tanganyika ni uchumi. Ziwa Tanganyika ni usalama. Ziwa Tanganyika ni ajira. Ziwa Tanganyika ni mahali ambapo watu watakuwa sasa hawakimbii kwenda kukimbia Dar es Salaam. Watakuwa wanakimbia kutoka mikoa mingine
kuja kuweka uwekezaji. Kwa hiyo niwashukuru sana kwanza TPA kwa usimamizi mzuri wa kazi ambayo mnaifanya, lakini kuratibu mazungumzo haya ambayo yameendelea mpaka kumpata mwekezaji huu. Tufikishie salamu kwa mkurugenzi mkuu na timu nzima ya management kwa niaba ya wizara, kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana. Tunaipongeza sana serikali, vijana wetu wamepata fursa. Tunachoomba kwamba vijana hao waweze kulindwa, ikiwezekana waweze kupewa mikataba ili wajihakikishie kazi hii kwa kuwa ni ya mkataba, isiweze kuwa ile ya mtu tu anaamka kesho yake anakuondoa kazini. Tunaipongeza sana serikali, na hii tunaona kwamba inaenda kuleta chachu ya maendeleo ndani ya mkoa wetu wa Katavi, tukiunganishwa na majirani zetu DRC Congo kule Kalemi. Kwanza tunashukuru serikali kutupa mwaliko wa kuja kuangalia maendeleo ya shughuli za uwekezaji kwenye bandari ya Kalema. Bandari ambayo imejengwa kwa pesa za walipa kodi wa Tanzania kiasi cha shilingi bilioni 47.2. Sasa tunaona pesa hizo zimeanza kurudi kidogo kidogo. Hatua hii ya kupata uwekezaji na mwekezaji ambaye anakaa kwa muda mfupi lakini anatulipa kiasi cha zaidi ya bilioni 2, inafanya bandari angalau iwe imeanza kuchukua hatua ya kufanya kazi iliyokusudiwa. La pili ni kwamba tumeona mwekezaji huyu anajenga meli za kwake kwa ajili ya kuzitumia kwenye Lake Tanganyika, kuleta mizigo yake kutoka DRC Congo kuipitisha kwenye bandari zetu kwenda huko duniani. Sasa jambo hili ndio ambalo tumekuwa tukiliomba siku nyingi, kwamba serikali haiwezi kufanya kila kitu. Lazima invite sekta binafsi ifanye baadhi ya kazi kwa kutumia mazingira mazuri yaliyowekwa na serikali. Ukienda kwenye bahari ya Hindi kule Zanzibar na Dar es Salaam, meli zinazofanya kazi za Mzee Baharesa sio meli za serikali, lakini watu wanaenjoy, wanapata huduma na serikali inapata kodi. Kwa hiyo hiki kinachofanyika hapa ndio tulichokuwa tunakielekeza siku zote, kwamba kama serikali itakuwa na meli ya Liemba Muongozo na meli nyingine 2 wanajenga ni sawa, lakini haiwezi kumaliza mahitaji yote ya meli kwa pesa za walipa kodi wa Tanzania wakao wanatengeneza meli. Lazima kukaribisha sekta binafsi kama walivyofanya. Watu wanakuja wanajenga meli na meli hizo zitatumika kwa kazi zao, lakini wenyewe wamesema wanapoleta mizigo yao wakiwa wanarudi, kama kuna mtu ana mizigo wanaweza wakambebea wakafanya makubaliano na mapatano. Hicho ndio tulichokuwa tunakitaka kukiona. Kubwa ambalo tunataka tuiombe serikali ni kuongeza kasi kupitia shughuli hii, kuongeza kasi ya ukarabati wa meli ya Liemba na meli ya Muongozo. Na sasa hivi kwa sababu kiwanda cha kutengeneza meli ambacho kinajengwa kule Kigoma kitaanza hivi karibuni, basi meli hizi ambazo zinajengwa zikihitaji maintenance zitakwenda kufanywa maintenance mahala hapo. Kwa hiyo tunataka serikali ile jambo ambalo iliamua kulichukua wenyewe la meli zetu za serikali na kiwanda cha meli kule Kigoma kuongeza kasi, maana wadau kama hivi wameshajitokeza wanajenga meli, wakimaliza hapo wakihitaji maintenance wapeleke kwenye kiwanda ambacho serikali itakuwa imejenga. Ungependa kuwaasa pia wakazi wa maeneo haya, la kwanza wao ndio wao walinzi wa hii miradi, kwamba ulinzi wa mali hizi ndio utakaosaidia pia wawekezaji kuwa na amani ya uwekezaji wao, watakuwa na confidence pia na nchi. Lakini pia cha pili, accessibility, uwezo wa kufika. Kama mnavyoona tulivyotoka Mpanda mpaka kufika hapa, pamoja na kwamba barabara bado ni ya muda kwa maana ya changarawe, lakini serikali imeanza ujenzi wa barabara ya lami, lakini panafikika kirahisi. Jambo ambalo pia linampa confidence mwekezaji kwamba hata kama kuna mzigo utaingia na kutoka inakuwa ni virahisi. Na ndio maana umeona kuna makaa ya mawe hapa yanakuja yanakwenda Burundi. Hiyo ni kwa sababu ya urahisi wa kufika huko. Lakini pia jambo lingine ni uwekezaji mkubwa wa taifa letu kwenye swala la nishati, kwa maana ya energy. Unapoweka sehemu uwekezaji, moja ya factor namba 1 wanaangalia upatikanaji wa nishati. Sasa serikali imewekeza kwa kiwango kubwa sana katika nishati. Kama mnavyojua wamemaliza ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo ndio limefikisha umeme mpaka huko. Kwa hiyo hata hizo huduma zinazoendelea pale za ujenzi wa meli, kama mnavyoona, inahitajika umeme mkubwa sana kwa ajili ya uchomeleaji. La hiyo yote kwa sababu Tanzania tuna nishati ya kutosha. Kwa hiyo basi limeweza kurahisisha hili jambo. Bandari hii itasaidia hata zile bandari ambazo ziko mkoa wa Rukwa ambao ni Kasanga, Kabwe na Kabu. Kwa sababu mkoa wa Rukwa kuna wakulima wengi sana mazao mbalimbali ambao ni mahindi, ulezi, maharage. Kwa hiyo meli hizi ambazo ni za mizigo zitafungua hasa kwa wawekezaji
kubeba mazao kupeleka nchi za jirani, ambao uchumi wa mkoa wa Rukwa unategemea nchi jirani za Zambia, Kongo na Burundi. Kwa bandari hizi, meli hizi zitafungua kazi za kuinua uchumi wa mkoa wetu wa Rukwa, Katavi na Kigoma. Nipongeze serikali kwa kutafuta wawekezaji wa namna hii. Kupitia uwekezaji huu tutapata fursa nyingi sana kwa nchi yetu, lakini pia hata kwa vijana wetu. Watajifunza mambo mengi sana kupitia hawa wawekezaji. Ziara yetu hii ni kwa ajili ya kujionea namna serikali inavyoboresha shughuli za usafirishaji kwenye ziwa Tanganyika, na wabunge wa mikoa husika wameonelea ni vizuri waje waone kwa macho nini kinafanyika. Lakini pia serikali ina mpango wa kujenga reli SGR kutoka kuunganisha bandari hii. Kuunganishwa kwa bandari hii kutachochea zaidi biashara kati ya DRC na Tanzania, na hasa mikoa ya Katavi, Kigoma na Rukwa. Lakini pia kuna fursa mbalimbali ambazo zinategemea kupatikana hapa kwa kufanya uchumi kuwa umechangamka. Wananchi watanufaika kwa shughuli mbalimbali. Kwa kuanzia na mradi huu, baadhi yetu wenyeji wa hapa na mkoa wa Katavi watapata ajira katika shughuli mbalimbali za ujenzi wa meli na huduma za meli. Lakini pia biashara, barabara zikipita itachechemka zaidi, kwa sababu magari mengi yatapita hapa, shehena kubwa itapita hapa, na lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba kama inawezekana barabara ikikamilika tupunguze sana kupita mipaka mingi. Ikiwezekana magari yakitoka Dar es Salaam yakatize Tabora, Mpanda, halafu Karema, halafu nchi jirani. Kwa hiyo hizo ni faida kubwa ambazo kwa kuifungua bandari hii kwa kuunganisha na reli na barabara zitapatikana, na tunategemea kuendelea kuboresha zaidi biashara katika ziwa Tanganyika kupitia vituo mbalimbali hapa Karema na Kigoma. Tunaishukuru sana serikali na kuipongeza serikali kwa nia njema ambayo imefanyika kuleta uwekezaji mkubwa na umesababisha baadhi ya vijana wetu kupata ajira kwenye maeneo haya. Tunaishukuru sana serikali. Lakini pili ni kushukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kufanya ziara ya kuja kukagua miradi ambayo ipo hapa na inasimamiwa na serikali kupitia TPA. Tunakupongeza kwa sababu serikali ilikuwa na uwezo wa kuwekeza mahala popote pale kati ya mkoa wa Rukwa au Kigoma, lakini mlichagua kuleta eneo la Karema ambapo uwekezaji umefanyika na umeanza kutoa tija.